Unapomsikia mtu akisema nimeamka kiroho, wengi kufikiria picha ya mtu mtulivu, anayetabasamu, anaongea kwa upole na anayejua kila kitu. Lakini ukweli ni huu: kuamka kiroho ni mchakato unaoumiza sana. Ni kuvunjwa, ni kupoteza, ni kuchanganyikiwa. Na hii leo tutazungumzia ukweli ambao hauambiwi: gharama ya kuamka kisaikolojia ya kuamka kiroho. Kuamka kiroho ni mchakato wa mtu kufikia hali ya ufahamu wa ndani zaidi, ambapo anaanza kuona maisha kwa mtazamo mpya wa ukweli na maana ya maisha. Hali hii mara nyingi hutokea baada ya changamoto kubwa au katika harakati za kutafuta ukweli zaidi kuliko ule wa kawaida. Lakini je, unajua kuwa kuamka kiroho si rahisi kama unavyodhani? Kuna gharama kubwa ya kisaikolojia ambayo mtu anapaswa kuilipa, gharama ambayo mara nyingi haina mazungumzo ya wazi. Mwanasaikolojia Carl Jung alisema mtu hawezi kuangaza bila kugusa giza lake mwenyewe. Kwa maneno mengine, huwezi kuamka kiroho bila kukutana na shadow self, zile sehemu zako unazojificha, unazozikandamiza. Jung anasema kwamba ili mtu ajitambue kweli, lazima akabiliane na kivuli chake, sehemu za nafsi yake ambazo hazipitiki kirahisi. Hii ni hatua ambayo mtu hupaswa kuvunjika kisaikolojia, yani ego death, ambapo utambulisho wa zamani unachakachuliwa. Jung alisema hakuna ufahamu wa kweli bila maumivu. Mchakato huu ni mgumu na unaweza kusababisha mfadhaiko, hofu, hata huzuni. Mtu anaweza kuhisi kama amepotea kabisa. Alieleza kwa kina mada ya mwamko wa kiroho, yani spiritual awakening, kwa sababu aliona kwamba maendeleo ya kweli ya mtu binafsi hayawezi kutokea bila safari ya ndani ya nafsi. Alitofautiana na njia za nje za mafanikio au kamilifu. Akaamini kuwa mtu anaweza kuwa huru na mzima kiakili tu baada ya kukutana na nafsi yake ya kweli, hasa kama ni kwa maumivu. Hizi hapa sababu kuu 3 za kwa nini Jung alisisitiza juu ya hili. Ya kwanza, kupona kiakili kunaanza na kujitambua, yani self awareness. Jung aliona wagonjwa wake wakirudia matatizo yale yale kwa sababu hawakujijua. Aligundua kuwa watu wanakandamiza mambo mabaya ndani yao, hasa shadow, kisha wanayakataa kwa wengine. Kuamka kiroho umfanya mtu akubali hayo yote. Ndio mwanzo wa uponyaji wa ndani. Sababu ya pili, aliamini binadamu si wa kimwili tu, bali wa kiroho pia. Jung aliona kuwa mtu ni mchanganyiko wa mwili, nafsi, akili na roho. Hivyo basi, kupona kiakili ni lazima uguse pia kiroho, si sayansi ya akili peke yake. Mwamko wa kiroho kwa hivyo ni sehemu ya ukuaji wa mtu mzima. Sababu ya 3 ni kivuli, yani shadow, ni chanzo cha migogoro ya ndani. Alielewa kuwa migogoro ya watu wengi kama huzuni, hasira, wivu, kukosa maana ni kwa sababu wanakataa kuona giza lao la ndani. Aliona kuwa kukutana na hilo giza ndiko huleta nuru ya kweli. Kwa kifupi, Carl Jung aliichambua mada ya mwamko wa kiroho kwa sababu aliamini bila kujijua huwezi kupona wala kuwa huru, na bila kupitia giza la ndani hakuna mwangaza wa kweli. Ram Dass, ambaye awali alijulikana kama Richard Alpert, alikuwa profesa wa Harvard mwenye heshima na mafanikio. Lakini alipogundua kuwa hata elimu ni sifa havikuleta utulivu wa ndani, alianza safari ya ndani ambayo ilimvua kila alichodhani ni yeye. Das alisema, you have to be willing to let go who you think you are to become who really you are. Hapo ndipo safari ya kiroho huanza, si kwa kujifunza bali kwa kuachilia. Das alielewa kuwa ego ni sauti inayojifanya wewe, lakini ndani yake kuna woga, ushindani na uhitaji wa kuthibitishwa kila mara. Das alisema mwamko wa kweli unaleta mateso kwa sababu ego yako huungua mbele ya ukweli. Ni uchungu wa kujua kuwa maisha yako yote ulikuwa umevaa ngozi sio yako. Das alisema spiritual awakening is not about finding bliss, it's about becoming real. Kuwa wa kweli kunahitaji kukubali huzuni yako, kubali kufa kwa ndoto zako za zamani, kuishi bila kutegemea sifa, vyeo au mapokeo. Na hiyo ni gharama kubwa kisaikolojia. Unaweza kupoteza watu, ukahisi kuwa mpweke, lakini unapona kwa ndani usioweza kuelezwa. Das anasema baada ya ego kuungua, unachobaki nacho ni huruma, wazi na utulivu wa kweli. Si kwa sababu kila kitu ni kizuri, bali kwa sababu umejifunza kukikubali kila kitu kama kilivyo. Das aliishi maisha yake ya mwisho akiwa mlemavu, lakini alisema everything in life is a teacher, even a pain, akimaanisha mwamko wa kiroho kufanya kuwa mwanafunzi wa kila hali, hata ya kuumiza. Kwa hiyo kwa mtazamo wa Ram Dass, kuamka kiroho si kuwa bora, ni kuwa halisi, ni kuvua tabaka zako za nje hadi ubaki roho tupu inayoweza kupenda, kuumia na kusamehe. Na gharama yake ni maisha yako ya zamani, lakini thawabu yake ni wewe wa kweli.
Mtu wa tatu ni mfano wa pango, Allegory of the Cave. Mfano huu ni kati ya mafundisho maarufu zaidi ya Plato uliopo katika kitabu chake cha The Republic. Hapo Plato anatufundisha kuhusu safari yake ya kutoka kwenye ujinga kuelekea kwenye maarifa ya kweli, safari ambayo kwa lugha ya kiroho tunaweza kuita kuamka kiroho. Plato anaeleza kuhusu watu walioko ndani ya pango tangu kuzaliwa, wamefungwa kwa minyororo, hawawezi kugeuka wala kutoka. Wanachokiona mbele yao ni ukuta wa pango, ambapo vivuli vya vitu vinavyopita nje ya pango vinaonekana. Vivuli hivyo vinasababishwa na mwanga wa moto unaowaka nyuma yao. Kwao vivuli ni ukweli kwa sababu hawajawahi kuona chochote zaidi ya hivyo. Kisha mmoja wao anatolewa nje ya pango. Mwanzo mwanga unamchoma macho, hawezi kuona vizuri. Anaanza kuona vitu halisi, miti, watu, anga, jua, na anagundua kile anachozani kwa ukweli, yani vivuli, kilikuwa ni udanganyifu. Mwishowe anaelewa ukweli halisi wa ulimwengu. Anaporudi kuwajulisha waliobaki ndani ya pango, wanamchukulia kuwa kichaa, wengine wanakasirika, wanaona ni hatari kwa ukweli waliozoea. Kuamka kiroho maana yake ni kutoka gizani kwenda kwenye mwanga wa kweli. Mtu anapoanza safari ya kiroho, anaanza kuona maisha kwa jicho tofauti. Anaacha kuamini mambo aliyofundishwa na jamii bila kuuliza. Anauliza maswali ya kina kuhusu maisha, Mungu, nafsi na ukweli. Lakini hii haiji bure. Kuna gharama ya kisaikolojia kama ilivyo kwa mtu wa Plato aliyechomwa na mwanga. Plato anaonyeshwa kuwa kuamka kuna maumivu ndani yake. Kupitia mfano huo, maumivu ya macho maana yake ni mwanga wa ukweli unapochoma. Hii ni mfano wa machungu ya kwanza unapogundua kuwa maisha yako yalijengwa juu ya uongo au mtazamo finyu. Unaweza kupata msongo wa mawazo, kuchanganyikiwa au hata hofu ya ukweli mpya. Swala pili ni upweke. Kama mtu aliyerudi pangoni, unaweza kuhisi upweke mkubwa. Wengine hawaelewi unachopitia, wanaweza kukuona umebadilika sana au hata kuwa hatari kwa imani zao. Tatu ni kupimwa na wengine. Unapojaribu kueleza watu waliobaki pangoni, wanakupinga. Wanaweza kukucheka, kukukataa au hata kukuona umevurugika. Hii inasababisha maumivu ya kihisia na kisaikolojia kama kutengwa, kutoeleweka, hata kujitiria shaka. Plato alitaka kutuambia nini? Plato anafundisha kuwa kujua ukweli ni bora kuliko kuishi katika vivuli, hata kama kuna gharama ya kuamka. Elimu ya kweli na kiroho cha kweli ni safari ya maumivu ya ndani, lakini ndiyo njia pekee ya kutoka kwenye ujinga. Mtu aliamka na jukumu, ingawa ni ngumu, lakini kusaidia wengine waamke pia. Kwa Plato, kuamka si raha, bali ni lazima kwa mtu anayependa ukweli. Huwezi kuendelea kuishi pangoni ukijua kuwa kuna jua nje, lakini ukiamka kutoka, uwe tayari kwa maumivu ya macho na upweke wa kuwa tofauti. Kierkegaard ni nani? Alikuwa mwanafalsafa, mwandishi wa Kikristo na mtaalamu wa saikolojia ya nafsi. Alipenda sana kuandika juu ya mtu binafsi na safari yake ya kiroho. Alisisitiza kuwa imani ya kweli sio ya kurithi, ni ya mtu binafsi na inahitaji maamuzi magumu na ujasiri wa kweli. Kuamka kiroho kwa Kierkegaard. Kierkegaard, kuamka kiroho ni safari ya mtu binafsi ya kujitambua, kujitenga na kikundi na kuchukua wajibikaji kamili kwa maisha yake mbele ya Mungu. Anaita safari hii kuwa ni kupitia hatua za uwepo, yani stage of existence. Stage ya kwanza aliclassify kama hatua ya kivivu au kiburudani. Mtu anaishi kwa raha, anatafuta anasa, burudani na starehe. Hana maamuzi ya maana, anatoroka wajibu. Lakini mwisho wa hatua hii ni kuchoka, huzuni na utupu wa ndani. Hii ni kama mtu kabla ya kuamka kiroho, anaishi juu juu, hajui maana ya kweli ya maisha. Stage ya pili ni ethical stage, inamaanisha hatua ya maadili au wajibikaji. Alimaanisha nini? Mtu anaanza kutambua kwa maisha ya maana zaidi. Anaanza kuchukua wajibikaji kwa maamuzi yake. Anaacha kuishi kwa starehe pekee. Anatafuta haki, maadili na uadilifu, lakini bado ndani moyo wake kuna wasiwasi. Hapa mtu anaanza kusikia wito wa ndani, lakini bado hajafika kwa Mungu. Na stage ya tatu ni religious stage, yani hatua ya kidini ya kweli, sio ya kimazoea. Stage hii alimaanisha hapa mtu anachukua sikizo ya kiroho, maamuzi ya kuishi mbele ya Mungu hata kama haelewi kila kitu. Anaingia kwenye imani ya kweli, sio ya jamii, si ya kuiga. Ni hatua ya kupitia hofu, mashaka na imani, kitu anachokiita leap of faith, yani kuruka kwa imani. Hii ndio hatua ya kuamka kiroho, lakini pia ndio yenye gharama kubwa zaidi ya kisaikolojia. Gharama ya kisaikolojia kwa Kierkegaard. Kwanza yeye alisema hofu na tetemeko, fear and trembling.
Mtu anayemwamini Mungu wa kweli lazima apitie hali ya hofu na kutetemeka. Anampa mfano wa Abraham au Ibrahim, aliambiwa amtoe mwanae sadaka. Imani ya kweli inahitaji utii hata pale akili haiwezi kuelewa. Hii ni maumivu ya imani ya kweli. Kisaikolojia ni kuvunjika kabisa kwa logic ya kawaida. Gharama ya pili ni upweke wa kiroho. Kierkegaard alisema truth is subjectivity. Ukweli wa kiroho ni wa mtu binafsi. Mtu anapoamua kuishi kwa ukweli wake wa ndani, mara nyingi hujikuta amejitenga na dunia. Upweke huu unaweza kuumiza kisaikolojia, lakini ni lazima kwa safari ya kiroho. Gharama ya tatu, wasiwasi au anxiety kama ishara ya ukuaji. Kitabu chake maarufu The Concept of Anxiety kinaeleza kuwa wasiwasi ni sehemu ya kawaida ya binadamu. Wasiwasi huu huja unapogundua kuwa tuko huru kabisa na tunaweza kuchagua kwa uhuru, lakini pia tutawajibika kwa kile tunachochagua. Uhuru unachanganya, unatesa na unadharisha hofu ya ndani sana. Kwa hofu ya kuwa uhuru wa kuchagua, kwa sababu huwezi tena kulaumu mtu mwingine wala kuficha nyuma ya dini ya watu wengi. Kuamka kiroho ni safari ya ndani iliyojaa tafakari, maamuzi magumu na mabadiliko ya msingi katika nafsi ya mtu. Ni mchakato wa kuvunjika kwa mtazamo ya zamani ili nafsi ipatikane kwa mwanga wa kweli wa kiroho. Lakini kama tulivyoona kupitia macho ya Plato, Kierkegaard na wataalamu wa saikolojia kama Carl Jung, safari hii haiji bila maumivu. Kwa Plato, kuamka ni kutoka kwenye giza la pango kwenda kwenye mwanga, mchakato unaoumiza, unaotenganisha mtu na jamii aliyozoea. Kwa Kierkegaard ni kuchukua kuruka kwa imani, huku ukipambana na hofu, wasiwasi na upweke wa kiroho. Katika muktadha wa saikolojia, tunaona kwamba mtu anayepitia kuamka kiroho huweza kuvunjika kihisia kabla ya kujijenga upya katika hali ya juu zaidi ya ufahamu na utulivu wa ndani. Kwa hivyo, gharama ya kisaikolojia ya kuamka kiroho ni halisi: wasiwasi wa akili, mgogoro wa ndani, upweke wa kiroho, kupingwa na jamii au hata kupoteza mwelekeo wa maisha kwa muda. Lakini ni muhimu kufahamu kuwa gharama hizi ni sehemu ya ukuaji wa ndani, kama maumivu ya kuzaa maisha mapya. Mwishoni, mtu anayevumilia na kupitia hatua hizi za ujasiri hupata zawadi ya thamani: uhuru wa kiakili, amani ya ndani na uhusiano wa kweli na nafsi wa Mungu. Jina langu ni Mr. Arai. Usisahau subscribe na notification ili uwe wa kwanza kupata madarasa yetu.